Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufika siku ya leo si kusema kwamba tunakuwa wabingwa ama kwa sababu tunakuwa na nguvu ama kwa sababu sisi tunakuwa na uwiano mzuri, lakini ni kwa neema ya Mungu ndiyo maana tumeonekana kwa siku ya leo. Basi pepee tena Mwenyezi Mungu hakika. Amen, 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 amen. Hii ni bahati nzuri. Natamani tuweze kuelewa somo ambalo linasema, je, sote tutapita hukumuni? Kila mtu amuulize mwenzake na kumwambia, je, nao utapita hukumuni? Je, nao utapita hukumuni? Tulipoimba ule wimbo wa sasa katikati, tulikuwa tukisikia maneno mazuri. Kwa mchana huu wa leo, kwa dakika hizi ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu, tutaweza kukumbuka tena, sababu somo hili si lipya. Naamini ya kwamba tumeelewa, lakini nataka tu tuweze kukumbuka, tuweze kusimama. Umelala jamani, sisimuka. Sasa kwa leo tutaweza kusisimuka, tutaweza kuangalia, tutaweza kukumbuka na kujisaisha tena, ili tuweze kuangalia pale ambapo tumeanguka, tuweze kuingia kwenye mstari. Je, sote tutapita hukumuni? Ama kuna wale watu ambao wataepuka? Ama kuna wale watu ambao watasema mimi ni bingwa, sitapita hukumuni? Sababu katika ulimwengu huu kuna watu wengi, kuna matajiri, kuna watu wenye nguvu, watu wenye maarifa, wale wa falsafa ambao wamejua mambo mengi, wana teolojia kabisa, wamejua mambo mengi na wana ujuzi mwingi. Sasa je, hawa watu nao watasimama siku ile hakimu mkuu atakapokuja ili kila mtu atoe mafasirio yake? Leo tutajua ya kwamba kila mtu atapita katika baraza hile ya mbinguni ili aweze kufasiria kile alichokifanya, ama hapana, kuna wale ambao watapita na kuna wale ambao hawatapita. Msomaji wangu tayari uwe karibu kusoma tunaposafiri katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wake ni wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wake ni wa 10. Yule anayepata anaweza kusoma. Inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Asante. Ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili. Amina. Kadiri alivyoyatenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Barikiwa sana msomaji. Je, sote tutapita hukumuni? Mara moja Wakorintho anasema kwamba kwa maana imetupasa sisi sote tusimame mbele ya kile kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara, kwa lugha nyingine mshahara wa mambo aliyoyatenda. Muulize tena mwenzako, mwambie, je, nao utapita hukumuni? Basi sisi sote tutapita hukumu. Jibu limepatikana, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa, kuonekana katika lile baraza la mbinguni, ili kila mtu aweze kupokea mshahara wa mambo aliyoyatenda. Wameongeza na kusema iwe mema au ni mabaya, ataweza kufasiriwa, ataweza. Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate ili kila mtu apate kupewa mshahara ya kile alichokitenda. Watu wa Mungu, hukumu wa Mungu umeanza. Na unapokuwa umeanza, sasa tayari kabisa, unapokuwa umefanya mazuri, kuna vitabu huko mbinguni wewe vitafunuliwa. Sasa je, huyo mtu amefanya mema
wanaorozesha. Kuna kalamu pale ambayo ni kalamu nzuri sana, kalamu ambayo kabisa haisiti. Kitabu cha Wakorinto kinasema ya kwamba sisi sote, mchungaji, shemasi, mwimbaji, huyo boy wa kanisa ambaye anaitwa shemasi, sote tutafuatana kwenye mlolongo ili tuweze kupokea mshahara. Nakumbuka walimu vijijini wanapowaita waje wapokee pesa zao za kazi, utaanza kuwaona huko vijijini wanatuambia, jambeni nikopeshe tiketi ili niende nikachukue mshahara wangu. Wametuambia kwamba leo ni tarehe na leo ni tarehe 25. Asante. Leo ni 25. Sasa walimu taangalia kabisa, wanaanza kupita na wanaanza kukuambia, wewe ni mchuruzi, jamani saidie, nitakaporudi nitakurudishia. Kwa sababu wanaenda kupokea mshahara wao ambao waliofanya muda wa siku 13 wakifanya kazi. Sasa na sisi Wakorintho wametuambia kwamba sisi sote tutasimama, sisi sote tutapita kwenye kile kiti cha hukumu cha Kristo. Kristo atakuwa ndiye mhakimu mkuu ambaye ataweza kutupokeza mshahara wetu, iwe kwa mema, iwe kwa mabaya. Wanapokuwa wameandika, wameorozesha fulani kwa kazi yake amefanya hivyo, wameandika katika kile kitabu cha uzima, fulani hivyo wameandika katika kile kitabu cha hukumu cha mauti. Jamani, tayari hukumu imeanzisha mbinguni, na sisi sote tutasimama katika kile kiti, katika mahali pale, na mhakimu huyo mkuu ni Yesu Kristo, si mwingine. Na ndio maana wamesema ya kwamba tutasimama mbele ya kile kiti cha Kristo ili tuweze kupokea. Basi na hukumu huo unapokuwa umekuja, jamani, utaanzia wapi? Uliza mwenzako, hukumu ukija utaanzia wapi? Hukumu ukija utaanzia wapi? Hukumu ukija utaanzia wapi? Je, utaanzia kwa watoto tu? Je, utaanzia kwa viongozi wa nchi tu? Je, utaanzia kwa wapakani wale wa taifa? Ama utaanzia kwa Wasabato? Ama utaanzia kwa wale marafiki zangu ambao nawapenda, wanawaita Waislamu, nawapenda sana kabisa, na nilikuwa napenda dini lile sana kuliko madini yote, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa nayo mimi, nilikuwa siingie ndani ya kanisa lolote, lakini basi nikabarikiwa kuingia ndani ya kanisa na nikaingia kwa kanisa la Wasabato. Mungu apewe sifa. Amen. Sasa je, hukumu utaanzia huko kwa hao marafiki zangu ambao nawapenda, ama hukumu huo utaanzia pengine ndani ya bahari, ama pengine kwenye wanyama? Tuulize Biblia. Tuulize Biblia tusikie inatuambia nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari Petro wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wake ni Petro wa kwanza sura yake ni ya 4 na mstari wake ni wa 17. Tuangalie hukumu huu ambao tunataka kujifunza, ambao tayari umeanzishwa, ambao tayari Kristo mwenyewe atakuwa mhakimu mkuu. Yesu Kristo mwenyewe ndiye atakuwa mhakimu mkuu. Utaanzia wapi? Yule ambaye amepata anaweza kutusomea Petro wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wake wa 16, inasema nini? Kwa maana wakati umekaziliwa wa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu, basi kama ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje basi? Tayari tumepata jibu kwa lile swali ambalo tuliulizana, hukumu utaanzia wapi? Kumbe hukumu huu ambao tunauzungumza kwa mchana huu wa leo utaanzia kwetu sisi. Sisi ambao tumejiita wanasheria, sisi ambao tunatembea kwa ushuhuda wa Yesu Kristo, kanisa lile ambalo limejengwa kwa misingi na mitume
na Yesu Kristo akiwa ndiyo jiwe la pembeni, ni lile kanisa ambalo tayari hukumu utaanzishwa. Lakini napendelea hili andiko sababu linasema kwamba na sasa hukumu unapoanza kwetu, hao wasiotii injili ya Yesu Kristo, mwisho wao utakuwa je? Tayari vitabu viko huko juu mbinguni. Kuna makerubi, kuna maserafi, kuna wale ambao wanazunguka kile kiti cha uzima. Na unapokuwa mwimbaji, unapokuwa wa idara fulani, wanasema kwamba eti wewe ndio utaongoza idara ya Dorcas. Na tunajua sote Msamaria mwema, tunajua sote Dorcas alifanya kazi gani. Sasa wewe tayari umechaguliwa, wewe tayari umejua kazi ambayo mama huyo alikuwa akiyafanya. Wewe tayari umepewa jukumu la kuongoza watu. Sasa pahali pa kuwaongoza waingie katika uzima wa milele, umewapotosha. Pole sana. Sisi tumejiita kwamba tumefundisha watu, na kumbuka, na kitu kinachonitia moyo katika imani hii, ilibatizwa 2005, ilikuwa ni mwezi wa 11, 2015 tafadhali samani. 2015 ilikuwa ni mwezi wa 11, ilikuwa nikifanya 5e HP. Sasa nilipokuwa pale Yordani naanza kubatizwa sasa. Sababu ubatizo wangu kabisa ulikuwa tofauti na mabatizo mengine. Mimi nilikuwa mpinga Kristo wa ajabu sana. Hapo nizungumzia mambo ya kanisa kabisa. Sasa tunapokuwa pale Yordani, mchungaji ambaye alinibatiza amekwisha kulala, ni mchungaji Mwendakese, kwa majina anamuita Mwendakese Katamburu. Sijui kama unaweza kumfahamu. Wangapi ambao mmeelewa mchungaji huyu? Asante, watu wawili na mimi watatu. Asante. Huyo amekwisha kulala kabisa, amepumzika. Ni huyo mchungaji ndiye alinibatiza. Sasa wanapokuwa wakinibatiza, kuna yale maswali ambao walikuwa wakiniuliza. Aseme, umekubali ya kwamba kanisa la Waadventista ndilo kanisa pekee la masalio ulimwenguni pote? Nikafanya hivi. Sasa nilipokuwa nimetoka majini, naanza kutafakari, kanisa hili la Wasabato ndilo kanisa pekee hata ninapokuwa nikikaa kabisa naanza kutafakari, nasikia ndani ya moyo nimepata kabisa nguvu, ndilo kanisa pekee ulimwenguni pote. Naenda haraka sababu baba na mama wao ni wa Protestanti, waite msepati. Mimi na grand frère tangu kabisa Mungu ametuchagua na kututia katika kanisa la masalio. Amen. Sasa naenda kuwauliza, na nyinyi sasa ulipobatizwa jamani, waliwauliza maswali au hao wana Sabato ni vya kutunga wala namna gani? Aseme wale wanakuwaka na vya mingi bali usikuwa nafuatana na bali, nilikwambiaka tu. Lakini sasa napotafakari ya kwamba hakika hawana maneno mengine ya kuweza kuwaambia watu ili waweze kuvutiwa, nasema hakika ni hili kanisa pekee ulimwenguni pote. Hakuna kanisa lingine isipokuwa lile la Waadventista wa Sabato, na ndilo kanisa pekee la masalio. Hakika Mungu wetu apewe sifa. Amen. Hakika una uwezo, una sifa za kuweza kujiita wewe ni Msabato. Hii ni neema sana. Hii ni neema sana kuitwa Msabato. Sasa somo linasema, je, sisi sote tutapita hukumuni? Na tumesomewa Petro wa kwanza amesema ya kwamba hukumu itaanzia kwetu sisi wana masalio. Sisi ambao tunayozishika amri 10 za Mungu, sisi ambao tuliozamishwa ndani ya maji tukafananishwa na kufa na Kristo, na huyo ambaye atakuja kufanya hii hakimu mkuu si mwingine ni Kristo. Lile kanisa la Kristo ndimo ndani mwake hukumu utaanzia. Wewe ambao unajiita kwamba huu mwanasheria,
wewe ambao unajiita kwamba umefundisha watu ujumbe wa malaika wa kwanza, tayari Kristo atakapokuja, hote atakayoigonga ni ndani ya kanisa la masalio, ni ndani ya lile kanisa la Wasabato. Na ukumbuke ya kwamba ulipokuwa pale Yordani, kuna maswali ambapo uliulizwa, je, umekubali kuacha biashara haramu, kuchuruza biashara haramu? Unafanya hivi, umeagana na wapi? Na mbingu. Je, utatoa zaka na sadaka? Unafanya hivi. Sasa jamani, swali limepata jibu na kusema kwamba hukumu huo utaanza kwetu. Lakini sasa wanasema hukumu hiyo inapoanza sasa, kwa hao wasiotii injili itakuwa namna gani? Je, watapata asubuhi watu wa Mungu? Hawa ambao hawakutii injili, je, watakuwa na heri? Hawatakuwa na heri. Lakini sasa sisi tuelewe ya kwamba mhakimu mkuu atakapokuja, tayari sisi ambao tunaenda kutangazia wengine huko nje, sisi ambao tunajitoa na kufanya muda wa mawiki 2, siku 14, tukipapayuka, tukifundisha. Natazama sana, naangalia majirani, kuna wengi kabisa wanaondoka kulingana na andiko, wanasema kwamba enendeni mkawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi wao. Wanaenda zingine madhehebu, lakini sasa hawawezi kufanya siku 14. Sijawahi kuwaona wale ambao wanafanya 14 jours, wanafundisha. Wanaweza kuenda muda wa wiki moja, wanaweza kuenda muda wa siku 4, lakini wale ambao wanaoleta ujumbe wa malaika watatu wanajitoa kabisa na kuenda kutangaza muda wa mawiki 2, nusu mwezi. Sasa hukumu umeanza, na hukumu unapokuwa umeanza hauanzi kwa wanyama, na hakimu mkuu ni Yesu Kristo, na hukumu umeanzia kwetu sisi ambao tunaojiita kwamba tumetii injili. Sasa tufanyeje? Tutii injili, tuweze kudumu katika kutii maneno ya Mungu, ili tuweze kuepuka hukumu huu. Hapa tutaweza kuingia katika kitabu cha Mhubiri 12:13. Tuangalie ni mambo gani ambayo yataweza kuangaliwa, yataweza kuleta mtu hukumuni. Ni tabia gani, ni njia gani? Sababu wamesema kwamba tayari imeanzishwa hukumu mbinguni, na Kristo mwenyewe ndiye atakuwa mhakimu mkuu, na kila mtu atapokea yale aliyoyatenda, iwe kwa mazuri, iwe kwa mabaya. Ataweza kuulizwa kadiri alivyofanya kwa kazi yake. Ataulizwa, je, ulitenda namna gani? Mhubiri 12:13 hadi 14 nasema nini? Nasema hivi. Ndiyo. 12:13 hadi 14. Hii ndiyo jumla ya maneno yote. Yamekwisha kusikiwa. Mcheni Mungu. Nawe uzishike amri zake. Maana kwa jumla ndiyo impasayo Mungu. Amina. Asante sana, wabarikiwe sana. Kitu ambacho kitaweza kutuacha huru, kitu ambacho kitaweza kutuma tumeepuka huo hukumu wa Mungu, kitu ambacho kitatuma tumetembea kama vile waimbaji walivyoimba, wakasema ya kwamba tutaruka kama ndama, tutaruka kama makerubi, tunapotembea katika upango huo wa amri 10. Huku kunapokuwa 5 na huku kunapokuwa 5, basi tumekaa katika zile amri. Ni hiki ndicho kitakachotuokoa. Mungu abariki kanisa hili, sababu tayari kuna watu masujaa ambao walijitoa kwa kanisa la Mungu. Kuna wale ambao walikubali kubatizwa. Sasa wanapokuwa wamebatizwa, jukumu kubwa ambalo limehitajika, na hapa ni shida kubwa sana. Unapobatizwa sasa ndipo umeanza jaribu, ndipo umeanza majaribu makali.
Wale ambao walibatizwa tuone mikono yao. Wale ambao walibatizwa kwa majuma haya matatu ambayo tulibarikiwa. Wale ambao walibatizwa tuone mikono yao. Asante sana, mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Mungu awabariki. Nitawaambia kwamba jamani, mumeanza shule ngumu. Lakini kitu ambacho kitahitajika ni kujitia katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Siku ya Sabato alituambia kwamba mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Ataishi kwa imani. Sasa unapoanza imani hii, jamani, muzishike amri 10 za Mungu. Hii ndiyo jumla ya maneno yote ambayo yamekisha kusikiwa, ambayo yamekisha kusemewa, ambayo yamefunga Torati. Ni zile amri 10 za Mungu. Tunapokaa katika zile amri 10, hakimu mkuu atakapokuja, wewe nami tayari tutanyakuliwa mbinguni. Tayari tutaruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutanyakuliwa mbinguni. Sababu tumezishika amri za Mungu. Sababu tumekaa katika upango ule wa amri 10 za Mungu. Na hii ndiyo silaha, na hii ndiyo kabisa vazi letu ambalo tunapaswa kuonesha. Tunapotembea huko nje, tuhakikishe ya kwamba sisi ni wanasabato. Sisi ni wale watu ambao wamekaa katika amri 10 za Mungu. Mcheni Mungu na uzishike amri zake. Unapomcha Mungu, jamani, amri wewe itaenda sambamba. Tayari hukumu umeanzishwa. Na unapoanza hautaanza kwa miti. Hukumu huo hautaanza kwa wakuu wa nchi, kwa viongozi wa nchi, kwa gavana, bali hukumu huo utaanza mara moja katika kanisa la Mungu. Katika wale wanaozishika amri 10 za Mungu, ndio wale wataulizwa, je, watunga nyimbo, mlitunga nyimbo za kuhubiri watu amri 10? Hasha. Je, viongozi mliwakemea watu kuhusu uvunjaji wa sheria za Mungu? Je, kanisa, nyinyi ambao mmekuwa mmetembea kwa ushuhuda wa Yesu Kristo, mlitangazia watu hivi? Ndio. Na hapa sasa, watakapokuwa mmoja wetu moja kwa moja kupita katika kile kiti moja kwa moja, mzee kama vile Shemasi, wote wanaanza kupita. Sasa hapa itakuwa kila mtu aweze kupokea yale aliyoyatenda. Kumbuka, unapomaliza kazi, umepatana na bosi wako na kumwambia kwamba kazi hii utaifanya, nitakutolea pesa fulani. Sasa umemaliza kazi hii, unaanza kujisikia sifa. Najua kwamba tunapomaliza kazi kunakuwa ule wakati wa kuweza kupokea. Sasa hapa kunakuwa na sifa nzuri, na tunapokuwa mbele ya bosi, umemaliza kazi na bosi ametazama kazi, anasema ndio umemaliza. Sasa anaanza kupokeza. Hapa kunakuwa sifa nzuri, sababu kwa dakika utagusa pesa, na wale kabisa wa juu ndio wanaanza kufanya, anaanza kuzihesabia sasa, sababu wamefika kwa wakati wa kupokea. Sasa na sisi ni vile vile tutapita katika kile kiti cha hukumu cha Kristo ili tuweze kupokea. Wale ambao walitenda mema tayari watakuwa na sifa, kama ile sifa ambayo, chukua picha kama ile sifa ambayo unakuwa nayo unapotaka kupokea. Mama anapomwona hapa ametoka safarini, anapokuja na sakoshi yake, tayari anakuja kumlaki na kuchukua sakoshi ile. Haichukue kwa sababu hamna faida, anaichukua kwa sababu anajua kwamba mna nini ndani ya sakoshi ile. Asante sana, mna faida. Ndio tunaona mama anakuja haraka na kuchukua sakoshi ile na kuenda haraka. Kama baba alibarikiwa, anakuja na sachet, anakuja na sakoshi na saki yake, ndani mnakuwa chakula. Tayari mama anakuja haraka, wewe ukamata, anajua una faida. Sasa wale waliotenda mema, wale ambao waliotenda mema, nao watasikia sifa zile
na kuja mara moja kwa Kristo akiwa mhakimu mkuu, na kuja mbele zake ili waweze kupokea mshahara ule ambao waliotenda kazi. Wale ambao mchungaji, wewe ambao uliojitahidi muda wa wiki mawili ukitangaza habari njema, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mchungaji. Muda wa wiki mawili ukihubiri, ukipata sauti, siku ile utaulizwa, je, ulichangia kwa kazi ya Mungu? Nakumbuka mwaka uliopita Mzee Celeste alijitahidi kabisa na kufunga safari na kuacha kazi yake na kutia mshahara wake pembeni na kujinyima. Mara na mara simu hailali, wanamuita, jamani uko wapi? Wanakutafuta kazini. Lakini alisema nina kazi kubwa, nina silaha kubwa ambayo naitumikisha kwa wakati huo, na hiyo silaha imeshinda Misri. Sasa siwezi kuiachilia, na hii silaha naipeleka ili niweze kutangazia wengine. Mzee, Mungu pia aweze kubariki kwa masiku yale ambayo uliyafanya, ukitangazia watu, ukiwaonesha watu, hakika mhakimu huyo atakapokuja tayari mtapita kwenye mlolongo na kila mtu atapokea mshahara wake. Ndio maana kila mtu ajiulize moyoni mwake, je, na mimi huyo hakimu mkuu atakapokuja, mshahara wangu, ijara yangu itakuwa namna gani? Je, ni kwa mema au ni kwa mabaya? Swali ni kwa kila mmoja wetu. Kazi ya uimbaji niliyopewa, kazi yangu ya uchuruzi niliyopewa, kazi yangu ya ushemasi, ya uinjilisti, je, nilitangazia watu? Ninapokuwa mzee, je, niliwahubiri wazee wenzangu? Na watakapoleta mshahara wa kila mtu, mshahara wako utakuwa namna gani? Makundi haya mawili yatakapokuwa hapa, je, wewe utakuwa kwa kundi gani? Wale waliotenda mabaya ama wale waliotenda mema? Twende kwa kitabu cha Wagalatia. Unaweza hata kuanza Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 19 hadi 12. Tutasoma pale kwa haraka. Wagalatia sura yake ni ya 5 na mstari wake ni wa 19. Sijui kama kuna mtu ambaye amepata anaweza kusomea kwa haraka. Inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ya matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Ndio Uasherati, uchafu, ndio ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, ndio uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, ndio faraka, asante, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, asante, na mambo yanayofanana na haya. Ndio katika hayo nawaambia mapema, ndio kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba, amina, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatarithi ufalme wa Mungu. Amina. Amina. Mzee, ubarikiwe sana kwa usomi huu. Wagalatia ametuonya sisi kama vile kanisa la Nguba, sisi kama wale ambao wanaopeleka nuru kwa giza. Kuna tabia ambazo wamezitaja hapa. Watu kama na hakika hawataruka kama ndama, kama ule wimbo ambao umenijenga wa kwaya Le Missionnaire. Watu wa tabia kama hizi hakika hawataruka kama makerubi. Watu hawa hawatakaa pamoja na Mwokozi. Watu hawa hawataonekana katika makao ya watakatifu, sababu mji ule ni mji wa watakatifu. Hamtaingia kinyonge, na huyo hakimu atakapokuja atakuja kuchukua wale watakatifu ili aweze kupaa nao huko juu mbinguni. Ndio maana somo letu lituambia kwamba alikuwa limeuliza, je, sote tutapita hukumuni? Atakapokuwa tumeshinda huo hukumu, je,
tutakaa katika ule mji wa watakatifu? Lakini nashukuru kwa sababu wamesema wale wanaovunja amri hawataingia hakika katika ule mji. Kanisa la Wasabato linafundisha watu amri 10 za Mungu liweze kubarikiwa. Hakika ujisifu kwa sababu wewe ni Msabato. Hii ni sifa nzuri, ingawa Sabato yenyewe haitaweza kusogeza, lakini hii ni hatua nzuri, ni hatua muhimu, ni hatua kubwa kuliko hatua zingine. Kuita Msabato ni neema, hakika ni neema. Kuita Msabato ni neema kubwa sana. Je, na umepata neema hiyo kuita Msabato? Kuita Msabato ni neema, tuseme sote, kuita Msabato ni neema. Hakika kuita Msabato ni neema. Wale ambao watazishika amri 10, wale ambao hawatumii chakula kile kibaya, wale ambao hawatumii kile kinywaji cha kuweza kuleta kileo, uliyatenda. Wewe ulipewa kazi ya uinjilisti, wewe ulipewa kazi ya mife, wewe ulipewa kazi ya usamaria mwema, wewe ulipewa kazi ya kuhubiri Injili, wewe ulipewa kazi ya uimbaji. Je, kazi yako ilitumikisha namna gani? Atakuja siku ile ili aweze kumlipa kila mtu kulingana na namna alivyotenda kazi. Lakini amesema ya kwamba zamani zile za ujinga Mwenyezi Mungu alijifanya, Kristo alijifanya kwamba amejificha kama hazioni. Sasa kwa leo ametuagiza mimi na wewe tuweze kufikia toba, tuweze kufikia mwisho, tuweze kuomba msamaha, tuweze kufikia toba, tuweze kutubu, ili atakapokuja akuje ndani ya kanisa hili la masalio atukute tayari tumetubu, tayari tumekaa katika zile amri za Mungu. Na ni wangapi ambao wamesema ya kwamba mimi nitakuwa wa kwanza, mimi nitakuwa wa kwanza Kristo anapokuja niweze kukutanika. Amesahau zile zama zangu za ujinga na sasa nimeanza zile zama zangu za mwangaza. Ni wangapi kwa mikono ya kuweza kunyosha? Wangapi ambao wamekubali Kristo atakapokuja mimi nitakuwa wa kwanza, ili atakapokuja kabisa anikute kama vile ambavyo nilivitenda kwa ujinga, lakini amezisahau.